Kile kinachoendelea hivi sasa kinaweza kikakupa ishara kama kuna wakati mimi nahisi kama Marekani kachoka au Donald Trump mwenyewe ndio amechoshwa na hii vita. Amepunguza sana mbwembwe, amepunguza sana vitisho vyake na amepunguza sana mambo mengi ambayo tumeyazoea. Nimeona viongozi wawili wa Marekani katika taarifa za leo, ukipekua kusoma utaona taarifa mbili tofauti. Kuna taarifa iliyotolewa na ndio inayozungumzwa sana inawezekana leo, taarifa ya waziri wa uwekezaji wa Marekani Bessent. Anasema kuwa US threaten Iran with economic isolation like the world has never seen. Yeye anasema Marekani inataka kuipa vikwazo. Huyu ni waziri wa hazina. Yeye anachosema hivi, alitishia kuiwekea Irani vikwazo vya hali ya juu, yani vya kutengwa kabisa na uchumi kama vile dunia haijawahi kuona hapo awali, akiongeza kuwa hatua mpya zinatarajiwa wiki ijayo. Makamu wa Rais JD Vance anasema hivi, US says low oil price not Iran nuclear program no top priority in war. Labda hii ndio inaweza ikawa halisi. Makamu wa rais wa Marekani anasema kipaumbele cha Marekani kwa sasa katika vita na Irani sio mpango wake tena wa nyuklia, bali ni kupunguza bei ya petroli kwa watumiaji wa Marekani, makamu wa rais alisema, huku waziri wa hazina yeye akiongeza kuwa adhabu mpya ya kiuchumi na kuiharibu Teherani iko karibuni. Hawa ni viongozi wawili wanaohudumu katika serikali moja. Ngoja nikusomee zote halafu tutajadili. Ya kwanza, hii ni ya waziri wa hazina Bessent alichosema. Bessent anachosema, anasema kuwa itakuwa mchanganyiko wa kutengwa kiuchumi, yani anakusudia kuifanya Irani kutengwa kabisa kiuchumi kama vile dunia haijawahi kuona hapo awali. Bessent aliambia mtandao wa television wa kihafidhina wa Newsmax, akaongeza kuwa kuendelea kwa vizuizi katika mlango wa Hormuz kutazuia chochote kuingia au kutoka kwenye bandari za Irani. Anasema tazama nafasi hii kwa matangazo. Sawa. Bessent alielezea mbinu yenye pande mbili inayoonyesha shinikizo la kifedha na kuzuiwa kwa bandari hizo. Makamu wa rais yeye JD Vance alisema mapema kwamba kipaumbele cha juu cha Marekani katika vita vya Irani kilikuwa kupunguza bei ya mafuta na petroli kwa Wamarekani, huku ikizuia Teherani kupata silaha ya nyuklia. Huku kuzuia Teherani kupata silaha za nyuklia ilikuwa jambo la pili, haliko tena kwenye kipaumbele chao. Msimamo huo mgumu unapingana na matamshi ya Bessent niliyokusomea awali ambayo yanaungana na yale ya Agosti 4. Haya mazungumzo alipokuwa akiongea na CNBC alisema kwamba makubaliano na Teherani kufungua tena mlango wa Hormuz yanaweza kufikiwa ndani ya siku chache. Bessent ilikuwa ni Agosti 4 alisema mlango utafunguliwa na biashara itarejea. Leo ni Agosti 14, siku 10 baadaye, anasema kuwa sasa wao wanaenda kuiwekea vikwazo Irani ambavyo havijawahi kushuhudiwa duniani. Yani hakuna nchi ambayo imeshuhudia vikwazo vya namna hiyo. Nikuulize sasa wewe, hivi vikwazo vinaweza kuwa vikubwa kuzidi vita yenyewe iliyokwisha? Vita yenyewe, yani hivi vikwazo vinaweza vikaja kuwa vikubwa kuzidi vita yenyewe? Je, ni kweli Marekani wametoka kwenye kipaumbele chao cha makombora tena hivi sasa, kama anavyozungumza makamu wa rais JD Vance kuwa sasa hivi wanachohangaikia ni kurejesha bei ya mafuta ndani ya Marekani yaweze kuwa sawa? Kwa nini bei ya mafuta ya Marekani imekwenda juu hali ya kuwa Marekani si katika eneo lenye vita? Kwa sababu vita inapigwa Mashariki ya Kati na vurugu zinatokea Mashariki ya Kati. Bei ya mafuta ndani ya Marekani imecheza kwa nini? Na kwa nini imefika hivi? Kwa nini imefika kiwango ambacho kusudi la vita limeondoka? Kwa sababu ukiuliza kusudi la vita utaona kuwa Marekani na Israel waliingia kwenye vita kwa sababu ya kile ambacho Marekani wamejaribu kulazimisha kuwa kwanza haikuwa vita ya Israeli
wao walikuwa kwenye tishio na wao waliingia kwenda kumdhibiti Irani kumiliki nyuklia. Sasa swala ambalo waliingia kumdhibiti Irani kuwa nyuklia, wanasema hivi sasa sio kipaumbele chao. Anazungumza mtu wa pili mwenye nafasi ya kubwa zaidi ndani ya Marekani, makamu wa rais. Lolote likimtokea Donald Trump, huyu ndio anachukua nafasi ya rais. Kwa hiyo kauli yake si nyepesi kusema kuwa labda imetolewa na mtu mdogo. Ni kauli ya mtu mkubwa zaidi ndani ya Marekani, namba 2 ndani ya Marekani. Anasema hawana tena kipaumbele cha nyuklia Irani, hivyo kuwa sasa hivi wanapigania kuhusu kufunguza bei ya mafuta. Wiki jana nilikwambia kuwa mafuta yalishuka sana katika kiwango ambacho kilikuwa kinatoa nafuu, kwa sababu yote hiyo ilikuwa inaakisi kwenye kile kilikuwa kinaonekana kama mazungumzo yalikuwa yanaendelea na matumaini ya kuwa huenda mlango ungefunguliwa. Sasa baada ya wiki kumalizika na kauli ambazo zinatoka kwa Marekani, ikaonekana kama ni kauli zinajirudia rudia ambazo hazina uhakika. Bei za mafuta zikapanda. Leo Brent inaenda juu 87. Ilishuka mpaka 82. Inaenda 87. Crude iko 83. Awali ilishuka mpaka 78. Lakini leo imeshanyanyuka tena imekwenda 83. Kwa hiyo bei za mafuta zimeanza kunyanyuka. Wakati Marekani wanafikiria kurejesha. Taarifa ya wiki jana ambayo ilichapishwa inaonyesha kuwa mwezi Julai Marekani haijapokea, mwezi Julai Marekani haikuweza kupokea hata lita moja ya mafuta kutoka Mashariki ya Kati. Nini unakielewa? Lita moja ya mafuta hawakupokea kutoka Mashariki ya Kati. Kwa hiyo hii ndio hali ambayo unaweza ukasema kuwa inaweza ikatokea duniani kwa wakati huu. Wakati haya yote yakiendelea, unakutana na taarifa tofauti. Taarifa ya Donald Trump wanasema kuwa wao wameweka kizingiti kikubwa kwenye bahari ambao wanasema kama mzingiro wa chuma ambao umeizunguka Irani na hakuna chochote kitachoingia. Ndio katika kukazia hili la waziri wa uwekezaji Bessent ndio anazungumza kuhusu hili kuwa kwa sababu wameweka mzingiro mkali zaidi wa meli ambapo hakuna meli inaingia na kutoka kwenye bandari za Irani, ndio sababu watasababisha crisis kubwa sana ya uchumi wa Irani na Irani kupiga magoti. Nimekuwa nikikuuliza tu kuwa kama haikupiga magoti kwa mabomu, mashambulizi yaliyoua viongozi wao, je, Irani wako tayari kupiga magoti kwa Marekani kwa sababu wana mzingiro wa uchumi, au tuseme kuwa Marekani hawana option yoyote ya hili swala? Donald Trump anasema wamezingira kabisa, huku Irani ikitoa taarifa. Kuna taarifa zinakinzana. Nimeona taarifa 2 au 3 tofauti ambazo zinazungumzia hili swala. Mfano nimeona kwenye vyombo vya habari mfano vya Israel vimeelezea hili swala. Kwenye gazeti la Israel wanasema kwa Marekani wanaongeza mbinyo kwenye uchumi wa Irani kuhakikisha kuwa uchumi unaanguka kabisa. Huku kukiwa kuna taarifa nyingine ambayo inasema US could not verify Israel warning of Irani plot against Trump. So hii nilizungumza kwenye uchambuzi wa jana kuhusu jasusi ambao wa Israeli unatiliwa mashaka sana Marekani sasa hivi. Marekani wanasema hatuwezi tukaamini ujasusi wa Israeli kwa kile ambacho kilitokea kama lilikuwa tishio la kumuua Donald Trump kule Uturuki. Marekani wanasema kulikuwa na hadithi ya uongo kwenye hilo swala. Lakini wameliandika kwenye vyombo vya habari. Taarifa hii ukisoma kwenye mfano Reuters wameandika USA it can keep naval blockade on Iran for more economy pressure. Yani wataendelea kuweka mzingiro kwenye bahari kwa meli za Irani kuingia mpaka watapoweka pressure kubwa kwenye uchumi wa Irani. Sasa ukiangalia mfano vyombo vya habari vya Irani, ili swala walivyolizungumza wamelizungumza tofauti. Huyu IRGC Navy Chief anasema kuwa Hormuz Strait remain closed, kuwa wao ndio wameifunga. Anasema safe Hormuz transit impossible without Iran approval. Spokesman analizungumza hilo kuwa huwezi kupita kwenye mfereji wa Hormuz bila idhini ya Iran, hiyo haiwezekani. Sasa gazeti la hiyo ilikuwa ni Tasnim News, lakini Mehr News Agency linaandika baadhi ya kuhusu hii swala la blockade na Hormuz. No vessel can safely transit Hormuz without Iran suspension. Msemaji wa IRGC anasema kuwa hakuna meli au hakuna chombo ambacho kinaweza kuvuka
kwenye mfereji wa Hormuz bila idhini ya uwepo, yani bila idhini ya Irani. Iran offensive started to change global power equations, wanasema hivyo. Halafu foreigner Mr. Araghchi, okay, alikuwa amejibizana na waziri wa Ufaransa kule. Nione ingine hii hapa, inasema Hormuz will open only when US accept Irani condition. Itafunguliwa pale tu Marekani atapokubaliana na masharti ya Irani. Sasa ukibaki na hili swala la kufunga na kufunguliwa, linabaki katika bracket ambayo haitupi jibu la moja kwa moja kuwa nani kafunga nani hajafunga. Sasa ukitaka nani kafunga nani hajafunga, unaenda kuangalia namba ya meli zinazoingia na kutoka, alafu unapata jibu la kuwa nani kafunga nani hajafunga. Lakini taarifa iliyochapishwa na vyombo vya habari, mfano hii hapa, inasema UAE say Iran attacked 2 ADNOC vessels in Strait of Hormuz, no injuries. ADNOC ni kampuni kubwa ya Abu Dhabi ya mafuta, yenyewe inasema kuna meli 2 zimeshambuliwa na Irani. Halafu kuna taarifa inasema Hormuz shipping traffic capped amid competing claim from US and Iran. Ni hiyo tu kuwa shipping zimekuwa sio kwenye zile namba ambayo inakuwa. Kwa hiyo ukienda kuchukua maneno, ukienda ukichukua uhalisia, utagundua kuwa Hormuz bado imefungwa. Basi jibu inakuja kuwa imefungwa. Yani hata nani akwambie nini na nini, Hormuz imefungwa. Kwa hiyo leo naweza nikakwambia kuwa Marekani kabadili mpango wake kuelekea Irani, kutoka kwenye mgogoro wa vita, operation ya kijeshi ametoka, sasa ameingia kwenye operation ya kupress uchumi wa Irani, yani kuuminya uchumi wa Irani uweze kudondoka, kuitisha maandamano. Utawaona washabiki wa Marekani wanaweza wakatembea na hili ikaonekana kama ni agenda. Kama vita ilishindwa, swala la kuweka uchumi wa Irani kwenye hali ngumu halijaanza leo. Donald Trump alifanya vyote, sio yeye tu, pamoja na washirikiano wa Ulaya. Toka 2018 Irani inashuhudia vikwazo ambavyo havijashuhudiwa. Maandamano yaliyoibuka Januari ilikuwa ni matokeo ya kuminywa kwa vikwazo. Vikwazo vilikuwa vimeumiza, kupelekea uchumi kuyumba, kupelekea sarafu kupanda. Ilikuwa ni maandamano ya Januari. Tusubiri mpaka lini Marekani watapobaki na hili, kwa sababu wakati hii blockade imeanza mara ya kwanza walituambia kuwa Irani inapoteza na uchumi unaanguka, kwa sababu ilikuwa ikipoteza kiasi cha dola milioni 500 kwa siku, kwa mujibu wa Donald Trump. Lakini baadaye yeye ndio aliyekuja kwenye mazungumzo akasema kuwa tunakuja kwenye mazungumzo na Hormuz itafunguliwa, kila kitu itakuwa sawa. Hatukuona tena ile swala la uchumi kudondoka. Ni kuwa Marekani wamekosa cha kushika au hawana option B kwenye hii vita. Kwangu mimi sioni mpango mpya. Niliwahi kuwauliza kwenye hili swala kuwa kuna mtu anaweza akanielewesha kuwa jeshi la Marekani linalopigana kwenye vita ya Irani, mpango wake ni upi? Linataka nini? Au ni jeshi linaloendeshwa kwa mihemko ya kisiasa? Kwa sababu maamuzi mengi yanayochukuliwa na jeshi la Marekani tumeona ni maamuzi yanayotoka kwenye kinywa cha Trump. Ni maamuzi ambayo yanachofikiria Trump ndio unasikia wanachokifanya. Lakini ukweli jeshi la Marekani linataka nini kwenye hii vita? Kwa sababu hatuoni chochote ambacho mpaka leo wanaweza kuwa wameshikilia hiki, wamefanya hiki, zaidi ya kujipa ushindi kwenye blockade ambayo haiko Hormuz. Blockade hii iliyowekwa na Marekani iko kwenye bahari ya Arabia. Ni mbali kutoka Hormuz, zaidi ya kilomita 100 na kitu. Mbali kabisa, wala haipo karibu. Ndiko ambako walikoweka wao blockade. Kwa hiyo Hormuz hata hawajaisogelea. Yani hakuna meli ya Kimarekani kwenye ghuba ya Uajemi. Hakuna. Yani ile ghuba inayoitwa ghuba ya Uajemi unayoijua wewe, hamna meli ya Kimarekani. Sasa tusubiri uchumi wa Iran utapoanguka kwa miaka mingapi ili tuone ushindi wa Marekani ambao wanaotafuta? Au tuseme kuwa wanajipanga warudi upya, au kuna kipi? Kwa sababu nilizungumza mara kadhaa kuwa shida ya huu mgogoro, Marekani kadri anavyouchokoza, yani kadri anavyotaka kupigana na Irani, kuvuruga mazungumzo na chochote, ndivyo Irani wakirudi wanarudi na madai mapya. Kwa sababu tumeona kila wakirudi wanakuja na madai mapya. Chukulia kitu kimoja, kutoa fedha za Marekani, kuondoa vikwazo vya Marekani, kutoa vikwazo vya Irani, kuondoa fedha za Irani, kuondoa kila kitu ambacho, kurudisha fedha zake, kuondoa vikwazo na vitu vingine. Vyote hivi vilikuwa katika mazungumzo ya MOU ya vifungu 14, yani katika mazungumzo ya MOU. Leo Irani wameyabadilisha yale, wameyaleta kwenye madai ya Hormuz. Yani wameyaleta katika madai ya kwa sababu yale yalikuwa ni makubaliano ambao wanayajadili wakati Hormuz imefunguliwa. Ndio ilivyokuwa. Yani wakati Hormuz imefunguliwa katika makubaliano ya siku 60 ndio walikuwa wanajadili ndani yake. Lakini leo Iran kaona kuwa Marekani ikifika huko anajifanya kukataa. Sasa tutajadiliana kabla Hormuz haijafunguliwa. Yani leo hii ana madai ambayo
aliyadai kwenye mazungumzo, sasa anayadai sasa kabla ya kufunguliwa kwa mlango. Sijui unaelewa hiki kitu? Yaani kadri Marekani anavyozichezea pingu alizopigwa ndio zinavyozidi kumtight, kwa sababu hazifunguki zaidi, ndio zinazidi kutight. Leo hii madai yao wameyaweka mbele kabla ya kufungua Hormuz, madai ambayo tayari waliyakubali kuyajadili kwenye mazungumzo wakati Hormuz iko wazi. Ni wenye akili peke yake wanaweza kunielewa nikiwa naongea. Jamani, niwashukuru, asanteni, na inshallah tutakutana mara nyingine, tutajadili. Nilikuwa nikipitia tu vyombo vya habari, na sorry sauti yangu haikukaa sawa leo kwa sababu kiasi na flu, ndio maana sikuweza kupata muda mzuri zaidi wa kuzungumza na wewe. Shukrani na asante, mara nyingine.